kwamba serikali itafanya mipango ya kutambua jamii ndogo Kenya, na hiyo mipango itaongeza mambo ya utawala, mambo ya kazi, mambo ya kutambua mila zao na desturi zao. Mheshimiwa Spika, nakumbuka ukija kwa constituency yangu mwaka 2023, wazee hawa ambao wako mbele yako leo walikueleza kwamba wangetamani sana watambulike kama moja ya kabila la Kenya. Nakumbuka fika Mheshimiwa Spika, ulieleza hiyo siku kwamba kuchelewa kwa kutambulishwa kwao ni kinyume cha katiba, na kwamba kama jamii zingine, kama jamii ya Wasomali kwa mpaka wa Somali na Kenya, kama jamii ya Waljaluo katika mpaka wa Kenya na Tanzania sehemu za Mwanza, kama jamii ya Wakuria kwa mpaka wa Kenya na Tanzania, pia Wapare ambao wako kwa mpaka wa Kenya na Tanzania kule Taveta watambulike. Leo hii Mheshimiwa Spika, natukuja hapa kutoa shukrani kwa niaba ya kamati ya wazee wa Kipare na kwa niaba ya jamii ya Wapare ambao wanaishi Taveta na sehemu zingine za Kenya, na kwa niaba ya eneo bunge la Taveta kukushukuru Mheshimiwa Spika na kushukuru bunge hili la kitaifa kwa kuwapatia nafasi kuleta malalamishi yao bungeni leo. Wamesikilizwa na wamepatiwa uhakikisho kwamba petition yao itaenda kuangaliwa na itahakikishwa. Na Mheshimiwa Spika, niseme tu jambo moja nikiketi. Mwaka 2022 mmoja wa jamii hii alikuwa amependekezwa kuwa nominated councillor kwa chama cha Wiper, member of county assembly kwa chama cha Wiper. Hiyo nafasi ikachukuliwa, na baada ya kwenda kotini, koti ikasema kwamba kwa sababu Wapare wanatambulika kama stateless, basi wao sio minority, na kwa hivyo waliwekwa vibaya kwa ile kategori ya minority tribe. Kwa hivyo hatua hii ambayo imechukuliwa na bunge la kitaifa leo ni hatua ya kipekee sana, na nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru Mheshimiwa Spika na kuwashukuru wajumbe wenzangu kwa kuwapatia Wapare nafasi ya kufika kwao bunge leo. Wengine wao wameniambia hawajawahi kutambulika kwa bunge la kitaifa, na hata kuwatambua leo. Mheshimiwa Spika, asante na Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki. Asante sana. Asante Mheshimiwa Bwire. Mheshimiwa wa Kisauni. Asante sana Mheshimiwa Spika, pia mimi kunipa fursa hii kutilia nguvu swala la ndugu yetu Mheshimiwa Bwire. Pia mimi niwapongeze wazee wa Kipare waliopata nafasi ya kufika katika bunge hili, na pia nitie mkazo na nguvu kwamba waweze kutambuliwa, kwa sababu kule chini wanapata shida kubwa, kuanzia wao wazee mpaka watoto wao. Inakuwa hata shule za msingi siku hizi mpaka wana stakabadhi ya kuzaliwa ndio uweze kusajiliwa kama mwanafunzi. Inakuwa ni vigumu kwa watoto wao, wajukuu zao, na hawa ni jamii ambayo wako wa Kenya, ni Kenya, hakuna mahali ingine wanaishi. Wanaweza kuwa wako upande wa Tanzania, lakini wako wale Wapare ambao ni wa Kenya, ambao tuko nao paka maeneo bunge ya Kisauni na sehemu zingine. Kwa hivyo mimi Mheshimiwa Spika pia nasimama hapa kwamba kutilia nguvu watambuliwe kwa haraka kama jamii za Kipemba, watambuliwe walivyotambuliwa, na wale waliobaki waendelee kutambuliwa, bora wako Kenya, ili kusudi waweze kuajiriwa, waweze kufanya mambo yote ambayo yanatikana kama raia anavyofanya. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, mimi nimesimama kuunga mkono na kusisitiza kwamba hili jambo lichukuliwe kwa haraka ili wasiweze kupata tabu na adhabu wanaoendelea kupata. Asante sana Mheshimiwa Spika. Owen Baya. Honorable Speaker, allow me to express myself best in English. I want to address a broader issue, Honorable Speaker. And I want to say this, Honorable Speaker. As a country, we must end... Yes, Honorable Millie Odhiambo.
Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I wish to protest very strongly at the attempt by Honorable Obaya to speak in English when it is people like Honorable Millie Odhiambo, that is Kiswahili si mdomo chao, that cannot speak Kiswahili today. But when he's here, Mr. Speaker, we would like to sit here and get mesmerized and to learn and to be experts. When we get such an opportunity, can he at least speak Kiswahili so we learn? When we were in primary school, Mr. Speaker, my school, we spoke English throughout in primary school, except Wednesdays, when we were told to speak in Kiswahili. The school went very silent on Wednesdays. Mr. Speaker, I'd want to remember my primary by being quiet today and partaking of the knowledge in Kiswahili. So could you please declare him out of order so that he speaks in Kiswahili? Mr. Speaker, I'm not an expert at mesmerizing people. And allow me to tell the Honorable Billy, I can express myself best the way I would like to. Honorable Speaker, we must end statelessness in this country. Stateless must be ended. Yes. Stateless is actually a position where you belong nowhere. And it is one of the greatest sufferings in the world, not to belong to a state. Honorable Speaker, we have salvaged the Makonde, we have salvaged the Shona, the Pemba, the Pare, the Rundi, and the Rwandese that are still in this country require an affirmative action. We solved the Makonde problem. We still have a problem with the Nubians because of their code. We have a problem with the Watha, and the Sanya. We still have issues, Honorable Speaker. But as a country, we should be in the forefront to solve the issue of statelessness. I have pushed a bill, Honorable Speaker, in this House that has taken inordinately too long to actually finish, to solve the whole issue of statelessness. And if given an opportunity, I believe this Parliament, the 13th Parliament, should be in record to finish statelessness. And we have a